mwanamke na nyoka. Nyoka amemdanganya mwanamke. Alipomshawishi, hapa ndo tunapoanza kusoma hapa hiyo sura ya 3. Unaanza kuona ni sehemu ambayo nyoka ameshamdanganya mwanamke na mwanamke ameshakubali kumuasi Mungu. Maana yake dhambi imeshaingia duniani. Ndio maana nimekuambia kwamba mwanamke ni mlango. Kwa hiyo mwanamke wa kwanza Adam na Hawa, Biblia haisemi kwamba Hawa ndo aliingiza dhambi. Biblia inasema kwamba Adam wa kwanza alipofanya dhambi, maana yake Adam na Hawa walikuwa kitu kimoja. Biblia inasema kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Walikuwa wawili, sasa ni mwili mmoja. Ametoka kwenye mifupa yake, ni nyama kwenye nyama zake. Kwa hiyo hao watu sio wawili, ni mwili mmoja. Ndio maana mtu akiolewaga hatumiagi jina la upande wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameshakuwa mtu wa mtu, amekuwa mifupa ya mtu, amekuwa nyama za mtu. Kwa hiyo anatumia lile jina la kwenye ukoo mume wake. Bwana Yesu apewe sasa. Maana yake ni nini? Maana yake unapokuja kuona kuhusu habari ya Adam na Hawa, neno la Mungu linapokuja kuongea kuhusu habari ya Adam wa kwanza alikosea. Kwa sababu Adam ndo Mungu alimpa maelekezo. Wakati Adam Mungu alikuwa amempa maelekezo, huyu mwanamke ambaye alikuwa ni msaidizi, Mungu alikuwa anatarajia huyu mwanamke awe na uwezo, awe na macho ya kuona zaidi kuliko Adamu. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke angetazama nini cha kufanya, ule uharibifu usingetokea. Lakini kwa sababu mwanamke wa kwanza hakutambua thamani yake, hakujua thamani ya bustani ya Eden, hakujua kusudi la Mungu kumweka pale, akaona matunda ambayo amekula kwa dakika kadhaa yanaweza kuwa ya thamani. Lakini kumbe akaingiza ulimwengu wote kwenye dhambi. Ulimwengu wote kwenye kuzaa kwa uchungu. Alafu anasema kwamba tamaa yako mwanamke atakuwa kwa mume wako. Bwana Yesu apewe sasa. Hivi unajua kuna vitu vingine wanatembea navyo ni laana Mungu aliachilia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Mama Ponela aliwahi kufundisha siku moja, akasema kwamba kwenye semina ya wanawake, ndio maana watu semina za wanawake ni vizuri kuhudhuria. Kuna vitu vya tofauti unaweza kuvipokea. Hapa unapokuja unajifunza wajibu wako ndani ya kanisa, unatakiwa kufanya. Kuna vitu vingi unajifunza. Yule mama alifundisha akasema hivi, siku nilipojua Hawa hakujua kusudi la Mungu na hakufanya kusudi la Mungu, ndio maana alilaaniwa. Mimi nikakataa kuzaa kwa uchungu. Haleluya. Alipotoa ushuhuda yule mama, mimi nikausikiliza kwa makini. Mimi ni mtu wa kukopi na kupesti. Haleluya. Yaani kitu kilichokusaidia wewe na kibeba kama kilivyo, mimi naenda kuingia kwenye utendaji wa hilo neno. Hicho kipindi nikabeba mimba ya Joshua, nikaanza kuomba. Mimi si mwanamke, nimelijua kusudi la Mungu. Nipo kwenye Eden ambayo Mungu amenipa. Kwenye hii Eden mimi sitakuwa mtumwa. Kwenye hii Eden mimi namtii Kristo. Haleluya. Nikaanza kuliambiana tumbo langu, wewe mtoto ulioko tumboni utakuwa nabii wa mataifa. Naanza kuliombea tumbo langu. Ninapoanza kuliongelesha tumbo langu, haleluya, utumishi wa Mungu, mimi nilikuwa napenda nizae mtoto wa kike. Nikanaomba huyu mwanamke atakuwa nabii. Naomba siku ya mwisho, nakumbuka tulikuwa kwenye maombi ya mkesha na katibu wangu. Nimetoka kwenye yale maombi ya mkesha, nimerudi nyumbani, nasikia sauti kabisa inaniambia, hautazaa mtoto wa kike, utazaa mtoto wa kiume. Na wakati huo sasa mambo ya kuigaga vitu, sema kuiga vitu, nikaenda nimenunua vigauni nimeviweka. Bwana Yesu apewe sasa. Nikaambiwa hivi, hautazaa mtoto wa kike, utazaa mtoto wa kiume, kwa sababu 1, 2 mpaka 7. Nikapata maelekezo. Nilipopata maelekezo ule muda nikaamka nikasema, Mungu, lakini Mungu kwa nini? Mbona Mungu mimi mwenzako, mbona mimi nilikuwa nafanya? Akaniambia haleluya. Amen. Unajua kimwelewa Mungu vizuri. Amen. Kwani kama unataka mtu akielewa vizuri unaongea maneno matamu. Amen. Sasa kwani kwa babangu nashindaje kuongea? Mimi nikiona nimeomba ameshindikana, nasemaga Mungu mimi mwenzako, wewe Mungu. Yaani wewe baba mimi mwenzako. Yaani mimi hapa naona nimechoka. Yaani mimi nimechoka. Akili yangu imechoka. Siwezi hata namna ya kufanya. Alafu ukikaa tu kidogo unashangaa majibu unapata. Haleluya. Kwa sababu umekaa kwenye utulivu, umeongea kwa amani. Vile unaenda mbele za Mungu una mauchungu, una maumivu moyoni. Yaani Mungu, hivyo Mungu, unajua uchungu unakuzuia usipotane na Mungu.